Uhali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Agosti 24 siku ya Jumatatu asubuhi, tutaangazia habari kubwa za kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Na leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema askofu aonya ufisadi wa viongozi serikalini. Askofu aonya ufisadi wa viongozi serikalini, asema imani yao iishie ibadani. Inaonekana pia kazini. RC atahadharisha rasilimali zinazoweza kuwa laana zikitumiwa vibaya. Lakini mwalimu aliyeugua saratani ya kichwa asimulia alivyopona. Mwalimu aliyeugua saratani ya kichwa asimulia alivyopona. Na wakili ataja kilipo kigingi vijana 436 wa JKT kuajiriwa. Wakili ataja kilipo kigingi vijana 436 wa JKT kuajiriwa. Lakini bado kuna habari inayosema mpinzani wa rais wa Zambia asakwa akijiandaa kufungua kesi kupinga matokeo. Mpinzani wa rais wa Zambia asakwa kujiandaa kufungua kesi ya kupinga matokeo. Lakini uwanja wa ndege Ethiopia kufungua fursa Tanzania. Uwanja wa ndege Ethiopia kufungua fursa Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Na kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye ukurasa wa mbele inaanza na habari inayosema siri ya operesheni za zimamoto Dar es Salaam. Lakini maadui wa uhai wa Tanzania, magonjwa ya mfumo wa upumuaji, virusi vya ukimwi na ajali zinatajwa kuwakatisha maisha, huku kundi la vijana likiangamizwa zaidi. Lakini migogoro vigingi umiliki wa ardhi kwa wanawake. Vigingi umiliki wa ardhi kwa wanawake na hosteli kikwazo kwa wanafunzi vyuo vikuu. Lakini Lissu aendelea kujitetea na hatima ya mashahidi. Lissu kuendelea kujitetea na hatima ya mashahidi. Hiyo ni habari ukurasa wa 21 kwenye gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Pambazuko linaandika yaliyojificha nyuma ya simu za mkopo. BOT yatoa onyo wasio na leseni. Mawakili kupambana na kumnasua Rais Samia kesi ya Lissu. Mawakili kupambana kumnasua Rais Samia kesi ya Lissu. Lakini mwafaka Zanzibar waendelea kukamilishwa. Lakini haya alikuwa makosa ya kimkakati yanapokonya fursa. Wasira haimiza vikao CCM kujitambua. Lakini bado kuna habari inayosema TANESCO iwezeshwe kukamilisha furaha JNHPP. Lakini gavana cha Lamila abiria sio makom tena. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Pambazuko kwenye kurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Uhuru lenye linaandika mapinduzi makubwa sekta elimu Zanzibar. Lakini TAKUKURU ya mnasa raia wa Romania tuhuma za utapeli. Na dumisheni amani iliombeeni taifa, huku Happy awasilisha salamu za Rais Samia Msumbiji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Na bilioni 1 kutumika usanifu kituo cha urithi wa ukombozi. Bilioni 1 kutumika kituo cha urithi wa ukombozi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika Valo aomba zao la miwa kupewa kipaumbele Zanzibar. Lakini Dr. Mwigulu tuendelee kuliombea taifa amani. Huyu Dr. Mwigulu anasema tuendelee kuendelea kuombea taifa amani. Na RC awataka madiwani kusimamia usafi. Na wanadiplomasia wa zamani waikosoa Israeli kuhusu Palestinians. Hiyo ni habari ya kimataifa kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Hii ni wanadiplomasia wa zamani waikosoa Israeli kuhusu Palestine. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Leo linaandika waliomuua Dr. Mutiso walilipwa shilingi 300,000. Na bado kuna habari inayosema Gachagua tumalizane. Gachagua tulimalizana. Alimalizana nani? Lakini habari inayosema Gachagua tulimalizana ni Rais Ruto asisitiza anaweza kushirikiana na viongozi wa kisiasa lakini hawezi kufanya kazi tena na Rigathi. Huyo ni Rais Ruto. Lina habari kwenye gazeti lako la Taifa Leo. Lakini gazeti lako
la Majira asubuhi ya leo linaandika Tanzania na fursa kutoka korosho hadi kutifungani za kimataifa, kutoka korosho hadi hati fungani za kimataifa. Lakini watakiwa kutunza siri za ubunifu, watakiwa kutunza siri za ubunifu. Barabara za Kilindi bado changamoto, lakini Askofu Trump aje ajionee maendeleo amani nchini, na JNHPP fursa kubwa kiuchumi hapa nchini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Gazeti lako la Majira Mtanzania inaandika Dr. Mwigulu, tuendelee kuliombea taifa, tudumishe amani. Lakini Rais Samia, mradi wa JNPP una manufaa makubwa kwa taifa, na Tanzania yaendelea kuaminika kimataifa, na CCM na Frelimo wazidi kuimarisha ushirikiano. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira Mtanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo yenyewe linaandika Msigwa atangaza tamasha la kitaifa la utamaduni Morogoro, na sekondari Brilliant ya Mbezi Kimara yajivunia matokeo mazuri. Lakini bado kuna habari inayosema TEA yaweka kipaumbele ufadhili wa miundombinu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Daima Tanzania linaandika bwawa la Mwalimu Nyerere ni tunu ya taifa, lakini Fitchi yathibitisha Tanzania inakopesheka, na wazazi waliopongeza Global Education Link. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Daima Tanzania kwenye kurasa wa mbele, huku gazeti lako la Mtanzania leo linaandika tamasha la kitaifa la utamaduni kufanyika mkoa wa Morogoro, lakini GL yaunga mkono dira ya Tanzania, dira ya Rais Samia kwenye elimu, na shule ya Bryant yajivunia matokeo mazuri. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo. Lakini gazeti lako la Biashara leo linaandika wanafunzi kumradhi, Fitchi yaweka Tanzania katika kiwango cha B+, yasema uchumi wake unakuwa kwa kasi nzuri na wakopesheka. Lakini Global Education Link yageuza dira 2050 kuwa fursa kwa vijana. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Biashara leo kwenye kurasa za mbele. Gazeti lako la Mwananchi Huru linaandika maono ya Rais Samia katika elimu yapata msukumo. Maono ya Rais Samia katika elimu yapata msukumo. Waziri Kabudi ataka fugaji bora Morogoro awe mfano. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika UNICEF yaipongeza Tanzania kuboresha afya ustawi wa watoto. Lakini waziri mkuu ayashtukiza hospitali ya Mwananyamala. Huyo ni waziri mkuu Mwigulu Nchemba ashtukiza hospitali ya Mwananyamala. Lakini Tanzania yataka Afrika kuwa na sauti moja mageuzi ya afya duniani. Na hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Sasa tuangazie kurasa za michezo na burudani, na gazeti lako la Machinga linaanza kocha TRA League msimu huu ni ngumu, lakini Kante atajwa kurejea Simba. Msheri tunamuelewa kocha. Msigwa hawaita wananchi tamasha la utamaduni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga. Lakini bado tunaangazia kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Majira inaandika Yanga JKT Tanzania hatumwi mtoto dukani leo, lakini kocha Simba afunguka kuhusu kadi nyekundu. Kocha Simba afunguka kuhusu kadi nyekundu. Hiyo ni habari kuhusu kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Sport lenyewe linaandika kocha Mankoba aitia hofu JKT Tanzania ni kwa rekodi ya vipigo matokeo KMC Complex. Huyo ni kocha wa Yanga aitia hofu JKT Tanzania. Lakini Steve Barker afunguka Simba. Waziri Pembe aishuhudia KVZ ikitoa ngao ya jamii. Lakini kiongozi wa Azam FC afungiwa mwaka mmoja. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Sport kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Sport kwenye kurasa za michezo ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.